Bwana wabariki. Kwa jina anajulikana Nabii Felix Dagote Mangosongo kutoka kwenye maskani wa mimi ujumbe saa kutoka jiji Arusha nchini Tanzania. Leo tarehe 10 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 niko hapa kwa ajili ya kufanya marejeo ya kinabii. Ilikuwa mwaka 2025 wastani wa mwezi wa pili, Mwamba Bashir Yesu alitoa ujumbe wa maonyo katika maskani wa mimi ujumbe saa, na katika yale maonyo ambayo Mwamba Bashir Yesu alieleza moja kwa moja katika michoro yake ya kinabii, Mungu alieleza kabisa na alitoa unabii ndani yake kuelezea juu ya bara la Afrika kwamba Mwamba Bashir Yesu alisema kwamba amemuinua Urusi kuwa ndo super power ya ulimwengu kama moja siku za mwisho, na Mwamba akawa amesema moja kwa moja huyu Bwana Yesu ambaye tunazungumza habari zake kwamba amemtia mafuta Urusi kuwa super power ya ulimwengu kwa ajili ya kufanya mabadiliko makubwa yatakayoendelea ulimwenguni kuelekea moja ya siku hizo mwisho. Wakati unabii ule unatoka, Mungu alitoa tahadhari dhidi ya mataifa bara Afrika, na Mungu Bashir Yesu alieleza wazi kwamba mataifa Afrika wajue jambo hili, kuna mabadiliko makubwa ya kiutawala pamoja na kiuchumi yanaendelea ulimwenguni kwa sababu kwa ajili ya kuhitimiza maono ya manabii ambapo Mwamba Bashir Yesu alitoa unabii katika mikuto ya kinabii. Kwa hiyo niko hapa kufanya marejeo. Tayari dalili zimeziona katika nchi ya Tanzania. Mmeona ile safari ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenda kule Urusi, na mmeona kuna mambo mengi yamezungumzwa katika mikutano ya kinabii, na hapa nazidi kuchukua nafasi kwamba mataifa mengi ya bara Afrika mtayaona moja kwa moja yanahama kutoka upande wa magharibi mwa dunia, kwa maana kutegemea mataifa ya Ulaya magharibi pamoja na Marekani yatajiunga moja kwa moja upande wa mashariki wa ulimwengu, na niliwaeleza kabisa mashariki ya ulimwengu mkuu wa upande huu ni Urusi, ambaye bila shaka yote atachukua hatamu ya ulimwengu na kufanya mabadiliko makubwa ulimwenguni, kiasi ambacho nazungumza haya watu wengi wanaweza wasinielewa, lakini wakati unakuja mtaona haya yakithibitika. Lakini pia unaweza kufuatilia ujumbe ambao Mwamba Bashir Yesu alitoa, ule ujumbe wa kuinuka kwa Urusi, nyakati za mwisho za kanisa, na kuja kwa Mwamba Bashir Yesu kwa ajili ya unyakuo wa kanisa, ambao unafuatilia kupitia mtandao wetu wa YouTube wa Felix Mangosongo Ministry. Ujumbe huu umehubiriwa mpaka sasa, series 42 zimehubiriwa moja kwa moja, na tulihubiri kupitia radio ya Mega FM 92.9 katika jiji la Arusha katika mikutano ya kinabii. Kwa unaweza kufuatilia series ya kwanza mpaka series ya 42, na bado kuna series 8 zinakuja kwa ajili ya kumalizia, kwa sababu ujumbe huu utakuwa na series ya 50 katika mikutano ya kinabii. Kwa unapoona haya yanathibitika, utajua kabisa kwamba Mwamba mkuu Yesu anaweka anwani maalum duniani. Tubu dhambi, geuka, Mwamba Bashir Yesu anarudi moja hapa siku hizi. Sauti ile neno wa Bwana Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu Yehova kutuonane katika Mungu unakuja. Amina. Amina. Ninatoa tangazo la mwisho katika michoro ya kinabii. Mataifa yote ya dunia yatakayokwenda kinyume na Urusi, Bwana asema hivi, yataanguka. Sawa? Yataanguka, asema Mwamba Bashir Yesu. Amen. Nimemtia mafuta Urusi kuwa mfalme wa dunia. Mfalme wa 8 wa dunia, au bora ya 8 wa dunia. Sawa na maandiko ya Yesu. Bwana Bwana asema ndiye nimemtia mafuta. Kwa hiyo yote atakayokwenda kinyume, Bwana pasipo shaka yote yataanguka. Sasa niagize kutoka Mwamba Bashir Yesu. Usalama wenu ni kukubaliana na huyo kashainuliwa na Yesu, na hakuna wa kumzuia. Hakuna wa kumzuia. Na waonya viongozi wa bara Afrika wasinione kama sina akili, saa hiyo watajua kwamba akili nayo. Amen. Ametupa Urusi kuwa ndiye dola la dunia. Na hii ni sawa sana ule mchoro ambao Yeremia alitoa katika mchoro. Yeremia aliwaambia mataifa yote ya kanda ile pamoja na Israeli, aliwaambia sikilizeni, Nebukadneza katiwe futa kubaini kuwa naye mwili mfanyike kuwa watumwa. Amina. Walipokataa mataifa yao yote na nchi yenyewe ilipigwa. Walipata suluhu. Kwa sababu Ibrania walimwacha Mungu, Yeremia alipotabiri wakamdharau. Ndiko Mungu akamwambia Yeremia, sasa mataifa yote nimetia mkononi mwa Nebukadneza, na Israeli wote nimetia ndani ya Nebukadneza. Amina. Imeelewa? Yaani ile dola ile ya Yuda, akatia ndani ya Nebukadneza. Yale makabila 10 ya kaskazini ambayo ni Israeli. Sawa? Yeye alichukuliwa na Ashuru, lakini Ashuru baadaye akapigwa na Nebukadneza. Mmepata zuri hapa? Wale Waibrania waliokuwa kule Ashuru, baadaye wanaendelea kuwa chini ya Nebukadneza. Mmepata zuri hapa? Nebukadneza akamata mataifa yote ya mashariki yale. Yeye akawa ndiye super power wakati ule. Katika michoro ya kinabii. Mmepata hapa? Kama hivyo toka kwenye mchoro huu ni leo. Wanasema hivi, Urusi ndiye super power ya dunia. Hakuna wa kwenda kinyume na hicho. Asalamu alaykum Bashir Yesu mfalme wa mambo. Amin. Mungu asema sote katika mchoro wa kinabii. Amina. Simba na nguruma, nani asiogopa? Simba na nguruma, nani asiogopa? Ufunuo sura ya 10 mstari wa kwanza mpaka wa 7. Na Ezekiel na Amos sura ya 3 mstari wa 7 na 8. Simba na nguruma, nani asiogopa? Simba na nguruma, huyu ni Yesu. Mungu anashauri. Anatoa amri duniani leo, akionya wasomi na watu wa falsafa za dunia, wasomi mbalimbali, wasomi wa siasa
wana uamuzi ya dunia wanasema hivi, ametoa maonyo kuelekea moja usiku zimisha. Ole wako wewe utakwenda kinyume na Bwana. Utasikia, lakini kwa kweli wakati anatokea na wewe utakuwa miongoni mwa watu watakaopotea. Asema Mungu Yesu. Hilo ni mambo. Amen. Na hakika ni kuwa. Mungu awabariki sana. Amen. Nimekwenda ziara kadhaa na Mheshimiwa Rais, lakini naomba ndugu zangu waandishi wa habari nikiri mbele yenu na nithibitishe mbele yenu ziara ambayo imeleta mtikisiko wa kidunia, si wa Tanzania tu, sio wenu nyetu hapa tunatoka Mbagala ama Kijichi, lakini ulioleta mtikisiko wa kidunia ni ziara hii ya Urusi ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Na kwa nini imeleta mtikisiko? Kwa sababu mtikisiko positively, sio negative. Msije mkageuza maana mengine huwa yanageuzwa, lakini mtikisiko positive kwa mambo matatu, nayo hapo nitatoa. La kwanza kabisa, imefanyika wakati mwafaka ambapo Urusi inatanua uchumi wake na focus yake kwenye bara la Afrika. Tukumbuke dunia nzima ina watu bilioni 7.5 dunia nzima. Mrusi anafanya biashara na mahusiano na watu bilioni 6. Bilioni 1.5 ndo walomwekea vikwazo katika dunia nzima. Sio, mnanielewa? Sitaki kutaja nchi, lakini Asia nzima anafanya kazi nayo. Vikwazo anavyo maeneo mawili tu. South America nzima ndo ile BRICS mnaizungumza nye kila siku, na target yake ni bara zima la Afrika. Ana mahusiano mema, akifanya ule mkutano wa Russia Africa ambao na mimi nilibahatika kwenda, ulikuwa pale mjini Cairo. Nchi zote za Afrika zilikuweko katika mkutano wa Russia Africa, na hii ni mara ya 3 Tanzania inaalikwa, na tulificha vizuri sana. Nadhani mtakuwa mmeniona wakati ule nimekutana na Mheshimiwa Sergei Lavrov, waziri wa mambo ya nje, na tukafanya mazungumzo ya wili. Kwa hiyo Afrika nzima ina bilioni 1.2. Kwa hiyo tunaingia katika lile fungu la bilioni 6. Ana mahusiano na kila nchi, hakuna nchi alikuwa hana mahusiano nayo barani Afrika, ya kiuchumi, kisiasa, kidiplomasia. Na nikwambie ni pia idadi ya mabalozi barani Afrika iko kubwa sana Moscow. Wale watakaokuwa wamekwenda Moscow watakuwa wamemwona balozi wetu Frederick Kibuta, kwa sababu mimi najikita kwenye mahusiano. Hilo ni muhimu nieleze. Katika nchi iliyokuwa na idadi kubwa ya mabalozi barani Afrika, Urusi inaongoza. Hiyo ni indication maalum. Kiandika haya mambo kwenye diplomasia, haya ni muhimu kuzingatia. Kwa hiyo nimetaka kuelezeni hilo, kwamba huu mtikisiko umekuja very positively. La pili, Urusi anaangalia Afrika kwenye maeneo 4 makuu: kaskazini, kusini, mashariki na magharibi, kama gateway ama njia zake za kuingia. Na katika mkakati Tanzania ni moja hapo, kwa sababu Tanzania ndio nchi pekee iliyokuwa na gateway ya kuingia Afrika Mashariki kupitia mkataba wetu wa Afrika Mashariki nchi 7, na kuingia kwenye SADC kupitia nchi 16 za SADC. Kwa hiyo ukichukua 16 na zile 7, almost una access ya nchi 22 hadi 23, ukitoa Tanzania 22. Kwa hiyo si ni linkage, na mnajua nyote makao makuu ya Afrika Mashariki yako hapa. Kwa hiyo sisi ni target kubwa sana ya kiuchumi na eneo hilo. Baada ya kutoa maelezo hayo ya kimahusiano, kihistoria tuko nao vizuri sana. Kiuchumi wameeleza yote, na hapa wana ubalozi wao. La pili, Kiswahili kinafundishwa katika vyuo vikuu vyao 4 hivi sasa, wanatoa degree. Tumekutana na Warusi, hawa watajua, waandishi wa habari walikwenda Urusi watakupeni ushahidi baadaye. Wanazungumza Kiswahili, hawajawahi hata siku moja kufika Tanzania. Tumekutana na Warusi wanaozungumza Kiswahili cha mtaani, hawajawahi kufika hata siku moja Tanzania. Vyuo vikuu vyao 4 vinatoa degree ya Kiswahili, na ndio maana Mheshimiwa Rais ametoa agizo chuo chetu kikuu cha Dodoma kianze kufundisha degree ya Kirusi, kwa sababu tutakuja kupitwa. Wakija hapa sisi hatujui. Hapa mpaka sasa hivi ni Russian Cultural Center iliyokuwa hapo karibu na Aga Khan Hospital ndio inayofundisha kozi ndogo ndogo za Kirusi.
Kwa hiyo na sisi tunatarajia kuanza kujifundisha lugha hiyo ili kufikia soko kubwa zaidi. Na katika hili la lugha ya Kiswahili nimshukuru sana na nimpongeze sana rais wetu. Amebadilisha tune ya mkutano mzima kunyanyua hadhi ya lugha ya Kiswahili kwa sababu alitumia lugha ya Kiswahili. Tunampongeza sana, tunamshukuru sana kwa sababu kama hatukubeba sisi bendera ya Kiswahili, na makao makuu ya Kiswahili yako hapa, nadhani mnajua Afrika Mashariki Jumuiya, makao makuu ya Kiswahili yako hapa. Sadeki, makao makuu ya Kiswahili. Hata barani Afrika sisi ndio tunajulikana, na katibu mtendaji wa Kiswahili barani Afrika yuko hapa na imeshakuwa lugha ya Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo nimshukuru sana Mheshimiwa Rais. Hata katika vikao vya ndani Mheshimiwa Vladimir Putin amepiga Kirusi chake na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amepiga Kiswahili chake, na hii imeashiria kwamba Kiswahili sasa imefikia yale malengo yaliyowekwa na UNESCO kwa lugha ya kimataifa. Kwa hiyo tuendelee na sisi kujivunia kwa lugha yetu, na bahati nzuri pale sisi tulikuwa na mkalimani ambaye pia anaongea Kirusi, na watoto kadhaa ambao watoto wetu ama vijana wetu kadhaa wako wakiwa wanasoma lugha.